Wanaoshoka, marungu, wanaopanga, wanaofyekeo. Yaani hapa ni mbaya mjomba wangu, yaani kidogo nyati Ronaldo. Nilisikia ulikimbia mkuu. Sijakimbia mjomba wangu, nitakimbia kati niko full silaha kamanda wangu. Mtazamaji, hapa tupo katika kitongoji cha Oltroto, kijiji cha Ngiresi, kata ya Sokon2, wilayani Rumeru mkoani Arusha. Tumefika hapa mara baada ya kijana mmoja anayekadiriwa kuwa na umri wa zaidi ya miaka 20 anayefahamika kwa jina moja la Joseph anadaiwa kuuawa na kijana mwenye zaidi ya miaka 30 afahamikaye kwa jina la William, ambapo inaelezwa ugomvi ulianzia katika moja ya baa. Kinachosikitisha zaidi ni kwamba wanakijiji wa kitongoji kingine ambapo tukio limetokea walivamia katika nyumba inayotajwa kwamba ni ya William na kuichoma, hali iliyopelekea vitu na thamani mbalimbali zilizokuwa katika nyumba ile kuteketea vyote. Swahili Media imefika usiku huu katika kitongoji hiki. Tumezungumza na majirani, viongozi wa kitongoji hiki pamoja na kijiji, huku wakieleza bado hawajafahamu chanzo cha mauaji haya, lakini wamesimulia namna ambavyo nyumba ilichomwa, ambapo vijana zaidi ya 100 walitokea kitongoji cha jirani na kufika hapa kuteketeza nyumba hii. Naitwa Mieli Simon, mkazi wa kitongoji cha Oltroto, kijiji cha Ngiresi. Kuhusu tukio la mauaji, sisi kwa kweli hatuna wakanao au niseme kwamba eti nilikuwepo. Hatukuwepo. Sisi tukio ambao tulikuwepo ni uvamizi wa vijana kuja kwenye nyumba ya mhusika walio sababisha kifo. Tukawa tumefika hapa. Mimi ndio wa kwanza kufika pale. Baada ya kufika pale nikawa nimewekwa kati na hao vijana. Baada ya kuwekwa kati, ikatokea kijana mmoja kaniambia wewe ondoka, sababu wanaweza vijana kumalizia wewe hasira. Na hao vijana kuja kuvamia pale walikuwa wanamtafuta ule kijana aliyesababisha kifo cha huyo kijana mwingine. Kwa hiyo sasa hapo sisi tukawa tumeondoka, nikaenda nikawazuia kina mama kule kwamba wasije huku pamoja na vijana wengine. Maana tulikuwa tunataka sisi tuvamie tuweze kugombana na hao vijana, lakini tukaangalia kwamba na mwenyekiti wa kitongoji cha Oltroto tukasema kwamba haina haja kwenda kusababisha vurugu. Tukawaacha wakachoma, walipomaliza kuchoma moto wakaondoka. Lakini kwenye tukio la mauaji hatuna ushahidi uliokamilika kwamba je kilichotumika ni nini. Tukio likisha kuwa imetokea, watu wanaokota maneno. Sasa wanavyookota maneno unapata taarifa ambayo sio sahihi. Kwa hiyo anayehusika na swala la kutoa taarifa kwamba tukio limesababishwa na nini ni ule muuza baa. Maana watu wamegombana kwenye baa na sijajua kwamba walikuwa wameelewa au wanachogombania ni nini. Lakini taarifa ambayo labda watu wanavyosema wao walikuwa wanagombania 1 2 3 kwa kweli sio sahihi. Sahihi mtapata kwa muuza baa. Kama sasa hivi watu wanasema mapenzi, lakini sio mapenzi. Waliniambia mimi, walichoniambia wananiambia ise fulani China katulia ndugu yetu. Nikamwambia sawa, lakini kwa nini? Nikamwambia lakini kwa nini nyumba inahusikana nini na mauaji? Tunamtafuta yeye ili na sisi tuweze kumuua. Siwezi jua kwa sababu watu wanazungumza kwamba walikuwa wanataniana, sijui labda na muuza baa pale, ikawa labda huyu kijana labda alimcrash huyu mwingine ndio wakatokea kugombana. Kwa majina yangu naitwa Ezekiel Levarako Lekasi, mwenyekiti wa kitongoji cha Oltroto. Tukio la taharuki limeripotiwa kwamba kuna tatizo lilitokea kwenye baa ya Mzee Thomas. Watu wamegombana pale, mtu akawa ameumizwa na baadaye akapelekwa hospitalini, taarifa zikaja kwamba ameshafariki. Baada ya hapo vijana wa kule juu Kimelok na Ngoika wakavamia kitongoji changu, wakaja kuunguza nyumba ya William Mongas. Na baada ya hapo wananchi wangu na wananchi wa kitongoji cha jirani cha Olewolos tukajikusanyika na wa Oligilai Kivesi. Tulipokusanyika tukataka kuvamia, lakini baadaye tukatumia hekima, tukasema tuzivamie ili matatizo yasiwe mengi. Kwa hiyo baada ya hapo tukabaki kule kama mita 200, wakaendelea kuchoma nyumba. Baadaye walipoondoka tukaja sasa kuzima moto. Kwa hiyo ndio tukio lililotokea mpaka saa hii. Labda waliochoma nyumba ni nani? Waliochoma nyumba ni vijana wa kule juu kitongoji cha Kimelok na Ngoika, kwa sababu ya taharuki ya kutokea tatizo la mauaji ya mwenzao. Chanzo bado sijajua, ndio tunaifuatilia. Tuko na mwenyekiti wa kijiji hapa, ndio tunafuatilia chanzo, bado tujajua chanzo mpaka saa hii. Hapana, tungeenda kuvamiana ingetokea mauaji makubwa. Kwa hiyo tungekuja, maana wao wanaoshoka, wanao marungu, wanaopanga, wanaofyekeo. Sawa Sasa tungekuja sisi na watu wa kwetu imepigwa yowe, wametoka mikono mitupu, hawakujua kwamba ni vita. Baadaye wachache waliotoka na silaha nikawazuia, nikawaambia hapana, tusivamiane maana itatokea mauaji makubwa, na tukazuia hilo jambo lisitokee. Kwa hiyo mpaka sasa tunamshukuru Mungu kwa tumeweza kuzima moto, na linaloendelea tunasubiri polisi. Tumeshawapigia polisi, wanakuja, mwenyekiti wa kijiji amewasiliana nao, wanakuja alafu
tutafanya nani, tutapata ripoti vizuri. Madhara kila kitu ndani imeungua, vitanda, viti na zani na nyumba, ceiling board yote, ile paa kwa ndani imeungua. Walitumia nini wakati mnaangalia wanachoma moto? Walitumia petroli kuchoma. Walimwagia petroli ndani wakawa wanachoma. Walikuwa kama ngapi? Wengi kama 100 na kitu hivi. Labda sasa huyu aliyechomewa nyumba ndio unamfahamu. Yule wa kule juu simfahamu. Anaitwa William Mongas. Kama 38, 37. Ni vijana tu kutosikiliza viongozi na wazazi wao kwamba wasitoe fujo, lakini wakaja kutoa fujo kwa sababu huwezi kulipa baya kwa baya. Unalipa baya kwa jema. Wangetusubiri wakatushirikisha wala isingetokea haya. Kwa majina yangu mimi naitwa ndugu Jonas Lemiti Kivuyo. Ni mwenyekiti wa kijiji cha Ngiresi. Kilichotokea ni mauaji ambayo sina taarifa rasmi kwamba ilikuwa kwa aje, lakini sheria kubwa inaashiria kwamba ni ule walikuwa kwenye baa. Baada ya kuwa kwenye baa nadhani kwamba ugomvi umetokea. Baada ya ugomvi kutokea, walipopigana ndio huyo akachukuliwa, nadhani kaenda kafia mochwari hospitalini. Chanzo cha ugomvi wao hatujajua bado, kwa sababu mimi kilichonisababisha kwanza nilikimbia kwenye tukio. Hivi sasa ndio nategemea kwamba nifike kuendelea kujua kwamba nini kimesababisha au nini kimetokea. Na swala la kuchoma nyumba, nini kimesababisha zaidi? Kilichosababisha ni nadhani kwamba ni hasira ya wale baada ya mtu wao kuuawa, na inasadikika kwamba alikuja kuchomewa nyumba, inasadikika kwamba ndiye aliyesababisha mauaji. Aliyeuawa amejulikana kwa majina gani? Anaitwa Joseph Gadiel Kois. Ni wa kitongoji gani? Kitongoji cha Kimeloko. Na hili tukio la kuchoma moto ni la kitongoji gani? Hili la kuchoma moto ni la kitongoji cha Oldroto. Ilitoa ujumbe ambao sio mzuri sana, kaingia mikononi akilini kwa watu, kwa sababu walichokifanya wale vijana si chema sana. Lakini kwa dadisi zinazozungumzwa mwenyekiti kwamba kuna masuala ya mapenzi, kwa nini hili unataka kulificha? Swala la mapenzi hilo silijui na halipo, kwa sababu mimi sijaendelea kulijua. Kwamba nikilipeleza nikilijua nitalisema, lakini siwezi kutoa taarifa ambazo si rasmi. Mpaka sasa aliyetekeleza tukio yuko wapi? Aliyetekeleza tukio sijajua, kwa sababu na mimi nimefika hapa nikakuta vijana wamechoma nyumba, kwa hiyo sijajua aliko mpaka kwa sasa. La kufanya sasa hivi ni kwamba ninaendelea kutafuta kwamba huyu anayesadikika pia nimtafute, nimkamate. Na hapo sasa nimeripoti polisi na polisi wanakuja. Wako njiani wanakuja. Waliochoma nyumba ni nani? Waliochoma nyumba ni vijana kutoka kaskazini kitongoji cha Kimeloko na Ngoika, baada ya mauaji kutokea. Sijajua kwa sababu maneno yanazungumzwa mengi. Kwa hiyo siwezi jua kwamba ni kwa kisu, sijajua ni kwa nondo, sijajua kwa ngumi. Maneno gani mengi hayo yanayo? Watu wanazungumza. Yapi? Hayo wasa wanasema, wengine wanasema ameuawa kwa kisu, mwingine anasema kwa nondo. Siwezi jua pia kwa sababu mimi nimepigiwa simu saa 1, saa 2:30 na baba yake na marehemu kwamba kijana wake kauawa. Na ndio sasa nikasikia kilio na mimi nikakimbilia kwenye kilio. Kufika kwenye kilio nikakimbilia huko kwenye tukio ili kuendelea kuokoa madhara mengine yasiendelee kutokea. Siwezi kujua, lakini nyumba imeunguzwa, vitu vyote huko ndani. Walitumia sijajua kwa sababu nilikuta moto umeanza kuwaka. Na watoto sasa wako wapi wa hii familia? Ashukuriwe Mungu kwamba watoto hawajahudhurika. Watoto hakuna mtu aliyehudhurika zaidi ya yule aliyekufa. Hakuna. Okay. Labda aliyeuawa na familia na watoto? Hana, ni mtoto, ni kijana mdogo. Kama miaka mingapi? Siwezi kujua kwa sababu si mimi, lakini miaka 18 anaweza kafikia. Hawajafika mpaka dakika hii. Sasa hivi saa 5:09. Unapigia muda gani? Nilitoa mimi taarifa saa 3, saa 4. Wito wangu wa jeshi la polisi ni kwamba ninawasihi pia wanapopata taarifa hasa za matukio waje kwa wakati. Hawa kwanza mimi nawashukuru wananchi wa kitongoji hiki cha Oldroto, kwa sababu angetokea kulipizana kisasi ya mauaji angeendelea kutokea. Wametumia hekima za hali ya juu.